Mwongozo wa kujifunza Biblia, Oktoba 31, siku ya Ijumaa. Juma hili tumekuwa na mfululizo wa somo la 5 linalosema Mungu anakupigania. Leo tukihitimisha somo hili tutajifunza zaidi. Soma Ellen G. White, Anguko la Yeriko, ukurasa 129 hadi 140, kwenye Wazee na Manabii sehemu ya pili. Kama ilivyo kwa kila kitu kwenye Biblia, kujua muktadha na usuli wa jambo ni muhimu sana. Kama tulivyoona, pambano kuu la ulimwengu wote na wazo linalorudiwa la Mungu kama hakimu ni muhimu katika kuelewa mapambano haya dhidi ya Wakanaani. Mungu si mwepesi wa hasira. Aliyapatia mataifa maovu muda wa rehema ili wapate kumjua yeye na tabia yake. Kulingana na nuru iliyotolewa, ndivyo ilivyokuwa hukumu yao ya kukataa kupokea nuru na kuchagua njia zao wenyewe badala ya njia za Mungu. Mungu alitoa sababu kwa nini hakuwanyang'anya Wakanaani mara moja. Uovu wa Waamori ulikuwa haujajaa. Kupitia kwa uovu wao, walikuwa wakijileta wenyewe hadi kwenye hatua ambapo ustahimilivu wa Mungu usingeweza kuendelea kufanya kazi na wangeangamizwa. Kisasi cha Mungu kingeahirishwa hadi hatua hii ifikiwe na uovu wao ujae. Mataifa yote yalikuwa na kipindi cha rehema. Wale waliofanya sheria ya Mungu kuwa batili wangeendelea mbele kutoka hatua moja hadi nyingine ya uovu. Watoto wangerithi roho ya uasi ya wazazi wao na wangekuwa wabaya kuliko baba zao waliowatangulia hadi hasira ya Mungu ingewashukia. Adhabu isingepungua kwa kuahirishwa. Maoni ya Ellen G. White, The SDA Bible Commentary, gombo la pili, ukurasa wa 1005. Maswali ya kujadili. Swali la kwanza: jadili maana ya Mungu kuwa hakimu wetu pamoja na kuwa jaji mkuu wa ulimwengu wote. Kwa nini unafikiri ukweli kwamba Mungu ndiye jaji ni hoja ya msingi kwenye Injili na kwa wokovu wetu? Swali la pili: suala la Wakanaani linatupatiaje dirisha la kuona subira na haki ya Mungu? Tunawezaje kuakisi tabia ya Mungu kwa namna tunavyoshughulika na wanadamu wenzetu? Swali la tatu: hebu fikiria juu ya kanuni ya msingi ya uhuru wa kuchagua. Kwa nini unadhani kwamba Mungu anaheshimu uhuru wetu wa kuchagua? Upendo na uhuru wa kuchagua vinahusianaje? Swali la 4 na la mwisho: Agano la Kale linavyo visa vingi vya vita na mapambano, lakini hatimaye linatabiri juu ya njozi ya amani. Wakristo wanapaswa kufanya sehemu gani katika kuimarisha amani katika mazingira yao? Hii ni Oktoba 31, siku ya Ijumaa, tukifikia tamati ya somo la 5 linalosema Mungu anakupigania. Juma linalofuata, ikiwa tutapata nafasi na kibali mbele ya Mungu, tutajifunza mada inayosema adui aliye ndani, Novemba 1 hadi 7 ya mwaka wa 2025. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya somo hili juma hili. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo dumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.